Naam, kwa mara nyingine tena kama kawaida yetu, kituo pekee cha burudani na michezo na makala mbalimbali zihusiano na burudani ni Chapesa Media. Hakuna kituo kingine chochote ambacho utaweza kuletewa burudani za kimichezo ni hapa. Wewe mtazamaji, wewe mwangaliaji, wewe mfuatiliaji wa Chapesa Media, wewe ambao bado hujasubscribe, sasa hivi ni muda wako sahihi wa kusubscribe, kuweza kucomment, kushare na kulike. Tufuatilie katika mitandao yote ya kijamii. Tupo Facebook, tupo Instagram, tupo na TikTok @Chapesa Media. Leo nimeleta kitonge changu kwa mzee wangu. Naona mumuone. Mzee Saidi. Njoo bwana wewe. Wewe umekaa mbali sasa. Sasa nilikuwa naokota embe. Sasa embe unaokota wapi? Hata embe si zimedondoka hapo, nataka niokote nile. Sasa wewe unaniita kati embe imedondoka pale. Kwa hiyo mimi nije nisimame hapo unanisi nataka upate embe kwanza afu na mimi nimeenda kuokota embe. Ndio lenyewe mlikuwa mlihifadhi kule chini. Sasa niilete hapa muione. Sisi watu walijua kama umeenda kuokota embe. Mimi nimeenda kuokota embe, si hapa tuna mwembe. Mnakula vitu. Mnakula tunda ambalo linatoka. Tunda linalodondoka sio ya kuvumbika mpaka mpepe. Hutaki yale mambo. Jamaa yako alikuwa anakula samaki wa kupepea Mwanza kule. Wewe bwana wewe. Watanganyika mle anachukua kwa. Sasa wale samaki wale wanatoa harufu. Wana chumvi nyingi. Hawana chumvi. Wale samaki wa kupepea. Wale unapasua kati au hapasui. Unawachomeka wale samaki wanaliwa sehemu moja tu. Wapi? Wanatoka ziwa Tanganyika. Unalijua ziwa Tanganyika? Ndio nalifahamu. Liko wapi? Ajui huyu. Liko wapi? Liko Kigoma. Halina tope hilo. Samaki wake Kigoma ile la Nyasa ndio liko huko. Sasa kumbe. Wewe namna gani? Lete habari. Lete habari. Siku 2-3 sijakuona. Hujaniona sasa ligi ipo shekhe. Ligi mambo matamu yote yamekuja. Mambo matamu gani? Ya mtoto mzinze? Kuonyesha. Ya mtoto mzinze? Nikuonyeshe? Nionyeshe. Haya nipe. Nataka nikupe. Nipe. Mimi ligi ikiwepo utaniona. Tena mimi mwenyewe nakutafuta. Mambo matatu matamu. Na moto. Haya la kwanza mzinze. Hilo nalijua, nimeona kwenye taarifa ya habari. Yanga Africa uzi umetoka. Simba Sports Club. Uzi wa zamani. Uzi wa zamani. Uzi umetoka. Jana bwana nilikuwa na mama watoto jana. Na jana ningepigwa jana au ningewekwa lock up jana. Kwa nini sasa? Jana nimetoka zangu nyumbani nikawa nakuja Mbagala. Nilipofika Mbagala pale nikaona watu wanakimbia kule. Aliuliza kitu gani? Kwani kuna nini? Nikamwambia mke wangu twende tusogee pale. Angalie nini ile tukio gani? Akaniambia bwana wewe, naweza zikawa vurugu hizo. Nikamwambia hamna. Sio vurugu, hebu twende tukaangalie. Kufika pale namkuta Ahmed Ali. Kuangalia hivi pembeni namuona mjomba Kisugu. Pembeni huku namuona yule mchungaji. Kwani hapa pana nini? Umeona bwana? Tukawa nimesimama na mke wangu Kobisi. Lakini wenyewe wanioni. Kasema wakiniona tu wameshuka. Lock up. Maana ndio mtindo wao sasa hivi. Ukizubaa tu wananyaka tuleteni. Yule kasema kumbe hao wanahamasisha ununuaji wa jezi na kuingia uwanjani. Sasa bwana nimesimama pale. Jamaa alikauliza swali bwana. Wewe Ahmed Ali unatudanganya sisi bwana. Wewe unatuambia kuna jezi mpya. Kumbe jezi mpya hamna. Unatuletea majezi yenu ya zamani. Kasema unatoa uondo. Nikasema unakuja huko. Mimi tuanze kwanza na mzinze. Huko tunakuja. Tunauzi. Ni wa kimataifa. Nikasema watu wameanza kuchoka. Mzee Saidi. Lete habari jamaa yangu. Mzinze. Waridi Mzinze. Ndio. Bwana akatoka na kiatu ya tuzo. Kwanza akatoka na tuzo pale CAF ya goli bora. Sawa. La mwaka. Sawa. 24-25 zidi ya TP Mazembe. Kwa ile goli uliliona? Na lile goli nililiongea na wewe. Nilikwambia hivi katika magoli yaliyofungwa katika standard huyu mtoto kafunga goli zuri lenye kujulikana duniani. Kwanza ulimpigia kula? Najua wapi mimi atakupiga kula, najua. Sikupiga hata kula. Hujampigia kula? Wamepiga wenyewe huko. Mimi najua kupiga kula mimi. Lakini sikuelekeza. Hata ukinielekeza siwezi. Niambia mimi kama Yanga Africa namfuatilia Mzinze. Labda alipiga yeye. Alafu na mimi nitakwenda kumwambia mtindo wako kuchukua hela zangu unanunua vocha unapiga kula kwa Mzinze. Utaenda kukaa kwa Mzinze. Lakini sasa Mzinze kaleta tuzo kuja nyumbani. Mchezaji wa kwanza
Mtanzania. We uongo huo. Subiri vipi? Mchezaji, Unaanza kuyatafuta maneno. Subiri. Sisi mwenyewe Athmani Sako kaleta bana kiatu. Yeye Mtanzania. Kazi ndio inaanzia hapo. Kazi inaanzia hapo. Kwani kile kiatu, hebu ngoja, kile kiatu ukipewa kinaenda wapi? Sasa tunaondoka nchini kwako. Kinaenda kwenye klabu yako. Klabu inakuja na inaenda ndani ya nchi yako. Kwani kakiacha Simba? Sasa kwa kiacha Simba. Kiko pale Simba bwana. Sasa kiachaje na kati mali ya kwake? Sasa anaondoka nacho vipi kati kapewa kwa heshima ya Simba? Subiri sasa. Kapewa kwa kusema bwana mchezaji wa Simba hii bwana Sako kakae nayo kwenye klabu yako au hii ni cha kwako? Kwa hiyo kile ni cha Sako. Kwa hiyo si hatuna shughuli hiyo. Yaje ndani ya Tanzania. Hiyo shughuli. Ila sasa mchezaji wa NBC wa pili ndo Mzinze. Walumendagu. NBC. Hata hapo Walumendagu wanakusheneka wanakiweka pale. Katika makombe yao ya kihesabu 1 2 3 na lile kombe wanaweka pale mnakiona? Leo kaitwa na kabla ya mechi. Kaitwa nani? Kabla ya mechi yuko pale Zanzibar inabidi kile tuzo. Wa mashabiki wa Zanzibari pia wamwambia Mzinze tunaomba huje na hiyo zawadi na hiyo tuzo uliyokabidhiwa uje utawakilishie na sisi tuione kama mashabiki wako tuliokupigia kula Mzee Said. Kwa hilo mimi mwenyewe ndo kwanza labda tu nimpongeze Mzinze kwa kazi nzuri anayoifanya. Umeona bwana, hatuna budi kukataa. Na ulisema ilizi ya Yanga ile? Ile ndio ilizi ya Yanga iliyobakia. Hatuna budi kukataa na wala hatuwezi tukasema haiwezekani, lakini kimewezekana. Na ndio maana nilikwambia hivi, Simba na Yanga zilikuwa zina uwezo wa kuchukua klabu bingwa barani Afrika. Ndio. Lakini ni mangubwa ya hawa watu wanaopewa dhamana ya kuiongoza. Si unaona wachezaji wanajitahidi mpaka wanaleta viatu? Sasa Mzinze kaleta kiatu. Sisi tuliletewa kiatu lakini cha mchezaji wa nje. Sako kashaondoka nacho. Lakini hiki kipo Tanzania, nani mwenye thamani? Kati ya Mzinze na Sako nani mwenye thamani? Mtanzania mwenzetu kaleta kitu chenye thamani, lazima ukubali. Historia ipo mchezaji kutoka Tanzania. Umeona bwana? Na katika wachezaji ambao sasa hivi wanaingia kwenye historia ya mpira wa Tanzania, Mzinze ameingia Samata. Samata vyombo vya habari vilikuwa vinasema kabisa sio Mtanzania. Mwisho mzee akaona hii itakuwa tabu. Mwenyewe rais nani Kikwete akasema msimtanie nye mimi mwanangu huyu. Akaenda akamwambia wewe njoo. Bendera kabeba. Tena aliagiza watu wakapeleka bendera kule mfunikeni hiyo bendera. Wajue mtu wa wapi. Watu wanadanganya wanasema is this from Tanzania, Ghana, from sijui na Ghana. Sijui from nami wewe. Huyu Mbagala hapa mseme Ghana. Mnataka kuibeba mali yetu hapa. Wewe mnataka kuchukua mchezaji wetu. Sijui from Zambia. From Zambia, from Tanzania. Mzee Kikwete alivyosikia hivyo akasema, msiletee utoto hapa. Lazima niende. Lazima sio aende, alituma watu. Nendeni mkamlete yule mtoto na bendera hiyo mumpe. Kama kuja amejifunyika bendera bwana ya Tanzania, kanapelekwa Ikulu. Alita na tunzo yake. Kaja nayo tunzo yake kile kitunzo kile. Alipata ile. Kikwete anamkaribisha pale anamwambia kaa hapa kijana. Wanakuambia eti wewe from wapi? Si from wapi? Wewe from Tanzania. Wewe unafanya mchezo nini? Kwa hiyo mambo yameenda? Mambo yanaenda. Kwa kweli tukubali na tuwe wa kweli. Ni kweli. Mimi potelea mbali watakavyosema waseme. Mimi nampongeza sana. Unaona Budo wamempelekea maneno yangu. Anambia bwana mzee huyo unamsikia? Sasa hivi kabadilika yule. Budo anamwagika. Anamwagika anacheza mpira. Na nywele kazitoa zile anazicheka. Yaani mimi ndio sizipende hata yule mwingine naye sijui aliambiwa bwana watu washaanza kusema huko hizo nywele hizo. Kwa hiyo kazitoa mambo yamenyoga. Mambo yamenyoga. Wewe unaenda kumfanya Pakome ndio uganga wake ule. Mtu gani asiochoka yule? Wewe unakimbia paka unauacha uwanja. Kila ukimkaba huku katelezea huku. Na wale leo nao wana kazi kule. Wale Warabu. Na Yanga. Shughuli ipo. Pale. Kwa mama. Pana mama yao pale Yanga ukimwacha bi mkubwa. Mama mke wa mzee Karume. Mke wa mzee Karume. Na mama anaweza kaa uwanjani leo. Sasa sisi tunasema bibi anaweza kaa uwanjani leo. Muhimu. Na nikwambie kitu. Sikupi kodi, kaa hivyo. Utaona mwenyewe. Kodi leo jioni. Utaona mwenyewe jioni. Mimi sisemi. Nikisema watasema unaona mzee yule Yanga yule. Lakini utakuja kuniambia shughuli itakao wakuta watu wa pale. Majibu yako saa 10. Shauri yako. Mzee Said bwana. Watu watatafutana. Mzee Said umeuona uzi wa Simba?
Kaka, si ndio tunayasema? Umeuona uzi wa Yanga? Mimi uzi wa Yanga sijauona. Lakini wa Simba wanasema kwa kwamba uzi huu ni ule ule. Wana Simba wenyewe wanalalamika. Jana mimi nilikuwa nimekaa sehemu na kula supu kidogo. Na mama watoto wangu. Akaja bwana mmoja. Mzee Saidi, unaona sasa? Akia Mungu na mtume vile. Mambo gani watu wenu wanaotufanyia uongozi wenu? Nini? Wamesema wanatuletea jezi mpya. Tunazindua jezi mpya. Kwa nini wanaenda kutuuzia jezi za zamani? Zile. Jezi za zamani? Mbele ya mke wangu. Nikamwambia kwanza taratibu, mimi nipo na familia yangu leo. Kwa hiyo punguza ukali wa maneno bwana mdogo, ili kusudi tuende pamoja. Hawakawii kuleta maneno ya hovyo. Mimi nikamwambia nisikilize. Jezi za zamani kivipi? Zile tulizochezea NBC. Hizi za mwaka huu, hizi nikamwambia hizi za kusachi, za kuskani, hizo. Kwa hiyo zimerudi hizo, Na wao wametutangazia wanataka jezi, wanazindua jezi mpya. Na nukuu kauli ya msemaji. Sasa zilizoletwa zina ubora mara 2 ya zile za NBC zilizofanyika. Siku moja mimi nafikiri niliongea na wewe. Tuangalie kwanza huko mzee Saidi. Sawa, wewe kuna pekua mchezaji wako umemwona? Malaika. Hicho kitu na boxi. Yaani huulizi. Uzi ule kula mabadiliko hapo. Mabadiliko hamna, mabadiliko si hii nembo. Hii kilichobadilika ni hii nembo hii. Ni kweli lakini na hapa mo Betway wameweka mo. Na huku kuulia? Naona sasa ndio hapo kumbe wanacholalamika watu. Ndio wanacholalamika washabiki. Na mimi haina tofauti, ni ile ile. Ni ile ile. Ndio maana wao wasingesema. Kwa nini sasa? Sasa si ndio ukute biashara labda pengine imezinda. Biashara imezinda. Kwa hiyo kama biashara imezinda, tunafanyaje? Mimi kuna taarifa nimezipata. Si rasmi sana kwangu. Lakini nilivyoambiwa nimeona kama kuna hoja. Wewe bwana ananiambia hivi, Mzee Saidi yupo ndani kidogo ya kamati za Simba. Mzee Saidi, zile jezi ni kweli tulimwambia yule tajiri Jairuti aende akachukue mzigo kwa Diadola. Lakini alipofika kule wakasema huwa hawatoi kule Ulaya jezi mara 2 mpya. Hawatoi mara 2. Jezi mara 2 mpya. Diadola wewe. Kwa hiyo na maana kule alikoenda hakuzipata zile jezi. Yaani azilete mpya Simba. Ila wao huwa wakitoa jezi wanatumia zile Ulaya. Hata Ulaya, lakini ukiangalia jezi zao zinakuwa ndo zile. Wanachofanya ni kubadilisha, labda pengine ni kuweka nembo. Ninapofahamu mimi lakini. Umeona? Sasa walivyoenda kule ndio wamekutana na hicho kizingiti. Sasa ni mimi na wewe. Je, ni official au watu wameamua kujitetea? Lakini lingine nataka nikwambie. Mimi niliwahi kuliongea hili. Nikasema Ahmed Ally maneno yake anayoyaongea awe anayachambua kwanza yeye mwenyewe binafsi kabla hajatufikishia sisi wana Simba. Mambo yenyewe ndo kama haya. Imetoka logo NBC, wewe umetangaza kuwa analeta jezi mpya. Hivi watu watakuamini? Uongo. Sio kweli. Si watakuona wewe muongo. Sahihi. Narudia tena. Na hii Ahmed Ally aende akaiangalie. Umenielewa? Aiangalie kwa makini, anisikilize kwa makini. Kama atadharau it is okay. Kama ataona mimi namfatafata, shauri yake. Lakini mimi namwambia Ahmed Ally, wewe ndio unaibeba Simba. Wote wana Simba unaowaona hawana imani kabisa na ule uongozi ulioko pale. Usifute na iende hivi. Na wanakuja kwa sababu yake yeye, kwa sababu wanamuunga mkono, anatembea nchi nzima. Ahmed Ally, hebu niambie kuna kiongozi gani aliyotoka kawa anatembea anaisemea Simba? Utakufanya au hata kuweka mikutano ya wanachama. Kwa leo yuko Mwanza akaita wanachama anaongea nao. Kiongozi gani? Sijaona. Hujawahi kuona. Ila Ahmed Ally anazunguka. Kwa hiyo yeye ndio wana imani, wapenzi wa Simba wana imani na yeye. Na ndio maana nilikuja nikamwambia Ahmed Ally, hebu kwanza tafakari vitu vya kuviongea kwa wana Simba.
Ndio. Usikurupuke tu kwa kwamba mimi niseme, utajipotezea mwenyewe heshima yako. Watu watakuja kukwambia wanini yule kazoea kutudanganya. Kosa lile, heshima inapungua. Ndio kabisa. Umenielewa? Heshima inapungua. Mimi nimeenda kufuturu tu, kosa. Kufuturu tuna ndo swala la Mwenyezi Mungu. Lakini kosa watu wameniambia mamluki na wasaliti. Nakati ni jambo la na kumbe ni jambo lile muhimu niende nikalifanya kwa sababu ni suna ya Mtume. Kabisa. Sijui unanielewa vizuri. Nakupata Mzee Saidi. Sasa hivi kila unakokwenda zaidi ya watu 30, 40, 50 mimi nimekutana nao, malalamiko ni hayo ya jezi. Jezi zimetoka zile. Sasa jezi imetoka ile. Simba akifungwa mechi moja tu, zingine hizi zote wanawaachieni. Je, kweli? Ahmed Ally kwa kipengele. Mimi nalia na Ahmed Ally kwa sababu ndo anayetuhamasisha. Na mnapata hamasa kubwa kuingia uwanjani na kupenda Simba kupitia yeye. Watu walishajizila. Kuna mwaka mmoja nafikiri hii naiongea kila wakati. Na nifundisho mimi ambao nililipata kwa marehemu Makofia. Alihojiwa Haspop akasema Simba haina hela ya gate collection. Akaulizwa na waandishi wa habari kwa nini? Akasema watu hawaji. Kwa nini hawaji? Kwa sababu timu inafanya vibaya. Ye mwenyewe anakiri marehemu kuwa timu inafanya vibaya. Alizungumza pale kwenye madhaifu aliyoyaona. Umenielewa? Na ndio maana watu wanakasirika, hawaji. Tutajitahidi kwa kadiri ya uwezo wetu tuitengeneze timu tupate gate collection. Lakini sasa sisi tunakwenda tunamfuata Ahmed Ally. Ahmed Ally ana mara ya kwanza amesema bwana kuna striker linakimbia kuliko SGR. Sasa mimi nimetoka nikasema ngoja nikamuone. Si nimemfuata yeye kauli yake. Ndio ulienda, nakumbuka. Ulienda na akasema kwa kwamba tumeleta striker refu kuliko goli. Nikaenda kwenda kuliona ili ulivukadi maji. Nikasema striker refu ndo hili. Lakini nikasema okay, kwa sababu kaniambia nakubaliana naye msemaji wangu, ngoja nione. Si yule pale mchezaji. Kwa lazima tukubali. Na wewe Ahmed Ally ukishauriwa na watu, afu na Ahmed Ally angalie watu wa kutembea nao, sio anajiokotea. Kuna watu wengine wanachama hawakuhabari wale watu. Saidi. Mungu na Mtume na kwa katika mzunguko wake anaofanya hamasa anazofanya. Angalie watu wa kwenda nao. Sio yeye anaita tu wewe njoo. Kuna watu wengine wakimuona mtu anaondoka. Bora atembee yeye na waandishi wa habari. Kuna wengine mule watakuwa wanawaona hawataki. Mimi si nimekutana nao wao wanarudi. Yuko fulani mimi siendi bwana. Nikasema sasa si wenzetu wenzetu wapi Mzee Saidi? Nao mwenyewe si ndio wale. Mke wangu akanivuta. Mambo sio mengi. Akanivuta twende tuondoke. Yakawa mengi shughuli nyingi. Nikamwambia sawa, mimi tukageuka hao, tukachukua bodaboda yetu rudi nyumbani. Tukarudi zetu nyumbani. Tena kuna vitu tulienda kuvichukua pale na Mbagala. Mimi ndio nawaona. Kwa hiyo mimi namuasa. Na unakumsii pia. Na namsii. Kama ataona mimi maneno haya nayaongea na yatupa Jangwani, it is okay. Lakini ninamwambia mimi siangalia hapa, naangalia mbali. Itafikia sehemu anapiga nduru watu hawaendi. Mimi sinakwambia. Wamezila kama jana hivyo. Wanazila. Mtanzania mwepesi babu wa kusema basi. Sitaki pametosha. Utamburuza leo, utamburuza kesho yake ataona hivi si starehe. Kwa nini nitese moyo wangu? Siendi. Basi kabaki kweli na umemkosa. Haji. Kwani wewe unataka kuniambia wale wote wanaoingia pale majumbani mwao hawana TV? Wanazo. Sasa lakini anaenda kwa ajili ya mapenzi nikaisupport timu. Ahmed Ally ametuambia msemaji wetu. Ametuhamasisha. Kuna bwana mmoja yuko hapa anaitwa Chale. Hapa kazini kwangu. Yaani ndio mashabiki wasiojielewa. Mbumbumbu. Mimi sinakwambia kweli. Shabiki wa timu gani? Anashabikia Simba. Kwa nini sasa unasema dielewi Mr. Chale? Hawa. Huyo Chale. Yaani hata anachokiongea kijui. Kivipi sasa? Yeye anachokwambia Yanga anafungwa. Wewe Yanga inafungwa, wewe kesho una msiba kwako. Huenda utabiri aliyouona ameutabiri kwa nani? Kuangalia alivyokiangalia. Sheikh haya aliwahi kutabiri, alisema hivi. Unacheka. Uangalie kitu kwa umakini. Sio unakurupuka tu. Kuna leo na kesho. Tazama kwa umakini, nisikilize vizuri. Simba hii tunayoiongelea sasa hivi
Zamani kulikuwa hakuna jezi. Zamani kulikuwa hamna jezi. Nani sasa alikuwa na jezi? Mambo si yamekuja juzi tu hapa kipindi cha Kikwete hapa. Miaka hiyo mlikuwa mnacheza. Miaka hiyo wakati wanacheza wewe unavaa shati jekundu tayari wewe Simba. Unavaa fulana nyekundu wewe tayari Simba. Mambo haya yalikuwa hakuna. Wanavaa vikaptula vibana. Mshati mkubwa. Mshati mkubwa unaenda zako uwanjani. Unaenda zako uwanjani. Wakati huo Yanga walikuwa na jezi moja inaitwa ilikuwa imeandikwa Bob Soap. Simba walikuwa na jezi moja imeandikwa Kiingereza hapa. George Masatu Magere. Wewe waacha bwana wewe. Hata sasa hivi watu tunajiendea tu kama tunaenda au umeshakuja utandawazi nunueni jezi wao wenyewe ndio wametuandekeza kila msimu wanatoa jezi tukiqualify wanatuletea mpya si kazi yetu kununua sasa wao ninunulishe jezi mara mbili hiyo moja kwa kutoa logo tu bwana wewe kwa kutoa logo kwa hiyo logo mimi akafu ninunue 45 au laki wewe nipishe bwana wewe kwa hiyo huwezi kununua mzee sasa 40 ingekuwa mpya sawa. Na wao wangesema hivi, nisikilize vizuri. Hizi jezi tutauza hizi ila tutabadilisha nembo. Tunatoa logo ya NBC, full stop. Tunaweka logo ya Champions. Ndio tutaenda nazo kucheza ligi. Kwani wao ukisema hivyo watu hawanunui? Tena ndio wangezigombania kweli ndio zile. Afu nyeupe sijaziona. Utaziona wapi sasa? Sikia zimekataa Betway kuganduka. Ndio haya sasa. Ndio kazi hiyo. Vingi utaviona imetoka ya blue na nyekundu. Nyeupe sijaiona. Na nyeupe kweli. Nyeupe kufanyia mchezo sina gandika inaharibika. Sasa na ndio maana hujaiona. Kwa hiyo mzee Saidi. Acha ndio ushahidi. Wewe mzigo ngoja kwa mzee Saidi. Wewe mzigo mlivyokuwa wanasema uliisha kumbe ulikuwa mzigo bado. Haukuisha ule. Jezi zilikuwa zinauzwa bei kali babu. Ukinunua wewe mwanaume. Mzigo ulidoda. Ulidoda bei kali. Sasa 45 mbona wenzenu wamemaliza na wakatengeza zingine. Sasa wewe jezi ile ya Yanga na jezi ya Simba vilikuwa vinafanana babu. Jezi ya pili si ndio imeonekana nzuri. Jezi ya kwanza ile wenyewe wa Yanga walikuwa wanaikataa. Jezi ya pili ndio ilikuwa nzuri. Jezi ya kwanza walikuwa wanakuambia kwenye sheria waende nayo. Ila wewe hii ya pili nzuri. Kama t-shirt nzuri inapendeza. Sasa jezi ya Simba ilikuja nzuri kali vile. Sasa mtu ananunua 40 kwenda kuuza anafikia ataiuza bei gani? Sasa kwa nini mzee Said hata zile za mazoezi wangebadili zingekuwa za kimataifa? Unia na madhumuni ni kutengeneza hamasa ya jezi ili mwekezaji afanye biashara. Ndio. Sio unanielewa? Na ndio maana mimi nalaumu kutangaza kuwa tunaleta jezi mpya. Walitona hamasa kabisa. Umeona? Tunataka kuzindua bado siku 4 mbele tunawaleteni jezi. Lakini kuja kuona ni jezi zile mpya. Sasa mimi na wewe tuulizane biashara itafanyika? Itafanyika simebadilishiwa logo? Sasa itafanyika? Itafanyika logo. Sasa mbona wanalalamika wenyewe wanakuambia jezi ndio zile? Sasa wewe ushajisema jezi zile ataenda kununua mtu? Wewe mwambie mtu ukweli jezi jamani ni zile hatutobadilisha ila tutakachokibadilisha tutatoa tu nembo ya NBC tutaweka nembo ya kawaida bei yetu ni ile mimi naipenda Simba nitaenda kununua kwa sababu unafuata na hata wenzetu wasingetucheka Amisi nakwambia na hii yote ni kwa sababu ya hao wenzetu wanatucheka jezi ni zile hamna lolote nyinyi. Lakini si mlianza kuwacheka nyinyi kusema Yanga wametoa jezi za viroba. Kawaida lakini si ndio kawaida yetu kuchekana. Mlisema Yanga wametoa jezi na viroba. Na Yanga wakikupatia. Kwa hiyo Yanga ni sana viroba. Wakandajizi wakikupatia baba wa Galatia. Uzi wao umeuona lakini. Mimi sijauona na mimi ni uone wa nini? Kama ni uone. Si ule wa zamani. Hujamnunulia? We. Kwani kila jezi inayokuja ingie ndani kwangu? Wewe taratibu bwana mdogo wewe. Sasa mzee Said tumeshasema mchezo wa mpira ni mchezo wa amani. Sasa amani si kidogo. Sasa kama hiyo amani si kawaida. Bwana uzi wa Yanga huu. Umeanza huo kijani. Huyu Pakome huyu. Sio mpenda. Zoa huyu. Huyu zoa huyu. Unaona uzi wa kijani? Unaona uzi wa kijani? Ila anasema umefanana na matikiti kweli? Babu jezi kali. Jezi kali. Tuache tu masiala. Tufanye mpango wa ije. Sijui lakini jezi kali. Kweli sikufichi. Mama yangu mzazi jezi kali. Sasa nisikilize. Hii nakshi
ndio watu wameshindwa kuielewa. Tafsiri ya hiyo. Hii nakshi hawajishindwa kuielewa. Jezi ya Yanga imenakshiwa. Ndio. Nakshi yake wamechukua kijani iliyoiva, wameiweka mbele kama show. Umenielewa? Na show yenyewe inakujaje? Inakuja unaona hii mistari. Yanga walishawahi kuwa na jezi ya mistari. Ndio. Yaani hawa walichofanya ni kuirudisha jezi yao ya zamani kupitia hapa mbele. Hii kijani huku, hii ni kijani hii ni kijani kijani iliyoiva. Ipo jezi yao. Kwa hiyo hapa hii wamerudisha jezi yao. Kwa hiyo uzi huu sisi tunachekana tu, hamna cha matikiti wala nini. Jezi ni nzuri. Uzi umenyoka. Jezi nzuri. Mimi nakwambia ukweli, jezi nzuri. Hii jezi waliwahi kuchezea tena, nakumbuka walitufunga goli 3. Wakiwa wamevaa jezi hii. Sio hii, lakini imefanana na imefanana na ile hapa mbele jinsi walivyoinakshi. Umenielewa? Hapa wametengeneza kama V, yani wameichukua ile jezi wameileta mbele hapa pap. Alafu wametengeneza V. Kwa hiyo V ziko mbili. Sasa kuna mtu mmoja amesema wametengeneza kama sanduku. Kama sanduku ya njano Mzee Saidi. Sasa ya njano ndio hii ya kijani. Ya njano hii hapa. Sanduku likoje? Hili sanduku. Hili sanduku. Hili sanduku. Hilo sanduku. Sasa hapa tunatafuta nini hapa? Yanga na wakiamua bwana. Hapo angalia walipo. Ngoja sasa. Umemwona na mchezaji wenyewe alienda kumvalisha jezi. Huyu anamuita nani huyu? Andy Boyeli. Andy Boyeli. Kalopiga chuma mbili. Andy Boyeli sema tayari kumeanza kuwaka. Kuwaka. Sasa hebu ngoja tuwaulize wenyewe. Huu mstari wa boksi wa nini? Au ndio wametutengenezea boksi sisi la tarehe 10 na ngapi? Kuna shabiki mmoja anasemaje? Hili boksi la kutozika. Wametengeza bango kwa ajili ya kuskani magoli yao. Kwa hiyo hapa wapate adhabu. Yanga umetengezewa bana, Wagalatia kila unakowapeleka wao wana sehemu ya kutokea. Sasa hapa tunawaambia hii jezi, wanakuambia sisi tumetengeneza kama ubao wa kuweka magoli yenu mnayotufunga mwaka fulani, lakini inakuja huwezi kuikataa. Vinaendana. Vinaendana. Kwa hapa likifika ya 7 inaweka sasa watakucholea hivi bango, alafu wataandika mwaka 2013 Simba walikula 4. Mnaandikiwa magoli. Mnaandikiwa magoli yote. Kwa hiyo ile wametengeneza bango waone viongozi wa Yanga bwana. Yaani wametengeneza hivi waone, je itakubalika? Kwa hiyo ikikubalika wataanza kuandika pale magoli yao. Wewe sasa mnasikania kwenye kupitia jezi zao kabisa. Bango lishatoka. Sasa kumbe una shida gani? Wewe usikuona tu pale ile mwaka ule kwetu tulifungwa. Mwaka ule tulifungwa. Wewe unawekewa mbele ukimwangalia magoli yao. Sasa hapo mnaanza kutafuta. Wewe kwenda bwana wewe. Wewe side nenda bwana. Unanitia nini mnakimbiana? Ukitaka kuongea naambia angalia kwanza. Unakumbuka? Anakukumbuka. Mzee Saidi, tumalizie na hili. New Amani Complex. Leo wanaume wako uwanjani, jamaa zetu, watani zetu. Ndio. Wako uwanjani. Hakika leo wanashinda. Basi, mchezo mwepesi. Sijui goli ngapi lakini wanashinda. Mchezo mwepesi. Hakuna mpira mwepesi. Kishinda mchezo mwepesi. Yaani akishinda, yaani akishinda hapo ndo safari. Unatatoza kwanza kashaanza kutamba. Kwa hiyo ukienda kule ukifungwa, ukirudi una 3, unamngangania mtu 6. Kigumu kuanza. Ukishakikamata tayari we mjanja. Yanga leo wanashinda. Idadi ya magoli siijui, lakini anashinda. Lakini leo wanashinda. Wapelekee watu wako wakapate. Na ningesema kabisa ngapi, lakini sisemi. Tunaiachia. Ila wao wanashinda. Labda wao wenyewe tu Yanga washindwe tu wenyewe. Lakini mchezo upo kweupe. Yes, kabisa. Idadi tu ya magoli ndio sijui, lakini wanashinda. Wakifungwa wameataka wenyewe wa Galatia. Yaani wakifungwa ile mechi wametaka wenyewe kuacha kwenda. Lakini njia kwa siku hii ya leo. Njia leo tena si wanacheza na wale nini wale? Farabati. Farabati wale. Wanashinda tu Yanga. Tena kweupe.
Mapema tu. Mapema hata iwe jioni. Yaani hata iwe jioni iwe saa ngapi wanashinda. Mimi taarifa ninazo. Taarifa ninazo. Kodi sizielewage. Wewe wakishinda Yanga. Kodi ya goli 2. Wewe wakishinda. Ukanipa kodi ya goli 1. Wewe Yanga wakishinda. Kesho asubuhi. Lete kitonge. Wewe lete kitonge. Pale jimu pale. Mapema lete kitonge. Na wakifungwa Yanga mapema lete kitonge. Wewe mzee ulisema hao wenzio watashinda. Mbona wameangukia pua? Fanya mchezo na walumendagu. Kitu kinapita. Ngoja tuone Waarabu watakavoshenyendewa pale. Tagewa kweli yani mpaka utawaonea huruma. Jana Dickson Job anasema yule Dube mliokuwa mnamzania, huyu Dube mpya. Siku ya kesho ambayo ndo leo hii. Ni Dube wa mfano mwingine, sio yule Dube mliokuwa mnafikiri. Mimi niliwaomba nikamwambia nipeni mimi niondoke naye yule. Akaenda kuoga marashi kuletea. Sawa. Inawezekana. Lakini mimi nakwambiaje, mimi niliwaambia na waombeni nipeni. Ila na wenyewe wameshtua wakajua mzee Saidi tukimpa huyu ataenda Simba. Sambeba. Aya. Maka mimi ningembadilisha mpaka akili yule. Kama unambadilisha mwanamke anakubaliana na wewe anatoka kwao anakuja kuishi na wewe leo awe Dube. Kwa Dube ungebadilisha. Ningemwambia wewe. Ningemwambia wewe Dube wewe. Kule huwezi kucheza wewe. Mimi nakutengeneza hapa. Kila siku alafu ningekuwa namwambia kabisa jamaa pale bwana mpage vidawa vya kunywa hivyo. Kila akifikiria Yanga leo nyeusi. Sasa angemweka benchi. Angemweka benchi pale Imam. Nani? Imam Soa. Unasemaje? Angeka benchi. Yule? Na ule moto alionao? Kumbe Soa akasome kwa Dube. Wewe bwana wewe. Yani ni hivi unatoa moto unaweka moto. Unatoa gesi. Unaweka moto wa petroli. Kama Simba ile. Watu walikuwa wanatafutana. Natoa moto wa gesi, umepungua unaweka petroli unalipua ile. Beki mpaka wanaulizana. Bana ni mkabe nani? Kuna watu waliulizana ni mkabe nani? Huyu akaambiwa huyu hapa. Mwisho kocha akakatika akachukua chupa uwanjani. Refa pia kadichwa. Nenda kakae huko. Imeisha. Na kumkaba haoni. Wewe unafanya mchezo na Simba ile nini? Bwana wewe kuna Simba kama ile? Hakuna. Mwenyekiti yu Nkwabi. Simba mix. Mwenyekiti Nkwabi hapo. Yaani akikaa tu namna yeye anajua yeye ana uhakika anacheka. Hata hii ya moto. Ya moto sio wanajipeleka wenyewe tu wachezaji. Simba wenyewe mnadanganyana jezi mnaleta. Wewe mwambie mtu ukweli. Neno la mwisho mzee Saidi. Tufunge kipindi. Si kesho tunashinda. Ndio neno langu la mwisho tunashinda. Mnyama Simba kesho anashinda. Kesho anashinda Jumapili. Hata moja. Kwani kipindi pointi 3. Kwani wewe kipindi kile si tulikuwa tunafanyaje mpaka tunaenda finali? Si ndio wanakuambia hao Simba hajawahi kumfunga wale jamaa wanaovaa kidude chenye ndege hapa. Sasa si ndio tulienda nao? Sio wametufunga 5 wametukaja hapa tukagoya kimoja. Mkamkandaga goli moja. Si moja walipokuja wale wa kichwa alikuwa mixon. La kupiga na mguu wa kushoto. Kamuomba kulia akakataa. Kamuomba kushoto akaminya. Kama napiga na kushoto kapiga na kulia. Mwarabu anakwenda anasikitika pembeni. Ndio hapo wanakwenda kumsajili Mikisoni. Wapo na yule kocha South Africa. Ndio. Walimwambia wale Waarabu hatujawahi kupata ushindi zaidi katika viwanja vyote Afrika. Tunapata ushindi lakini ni sehemu hii moja tunashinda. Dar es Salaam peke yake Simba Sports ya Tanzania. Waarabu wanamwambia yule kocha kutoka South Africa. Hatujawahi kupata ushindi pale. Tunakupa mkataba, tunataka tuende tukachukue pointi 3 pale. Akasema ndio mimi nawaweza wale. Akaja kala kimoko. Wakamuuliza, "Bwana vipi? Wewe ulisema unawaweza hao." Sema bwana jamaa wameshindikana hao. Siwawezi mimi. Lakini je, tulikuwa na uongozi gani? Ya Rabbi subhana. Kumbe huko tu. Uliza. Nyuma kuna Jetfet. Unamjua Jetfet? Sijampata. Pascal Wawa. Utaacha watu walie. Kumbe hilo beki babu. Afu likifunga goli linacheza linakata viuno. Wewe unajua kukata viuno? Ngoma za kwenu mnachezaje? Bwana nilikuwa na mzee Saidi tunakamilisha kipindi chetu. Anasema kesho mnyama anashinda, leo Yanga Sports Club anashinda pale New Amani Complex. Magoli hajui lakini pointi 3 viwanja vyote hivi vinaletwa au zinapatikana siku ya leo na siku ya kesho. Kikubwa zaidi
Wewe ambao mtazamaji wetu wa Chapesa Media, tunachokuomba endelea kushare, kulike, kucomment, na ambaye wewe bado hujasubscribe sasa hivi upate notification za kutosha kuhusiana na michezo hapa katika channel yako pendwa ya Chapesa Media. Sina la ziada, nilikuwa na mzee wangu mzee Sahidi, tumekuja kuenjoy kidogo siku ya leo. Asanteni sana, kwa elini.